inatukumbusha kupenda kutoa, lakini vile vile na kuna baadhi ya aya tutaisoma nadhani za mwisho zitakazo kutukumbusha na kututhibitishia kwamba tutafufuliwa na kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, hana mshirika. Semeni inshallah. Anasema faati dhal qurba haqa, basi mpe mwenye ujamaa, mpe haki yake. Mwenye ujamaa hapa makusudiwa udugu. Mpe ndugu yako, unacho mpe ndugu yako. Walmiskina, na masikini mpe, maadamu unacho. Ukishamuona huyu maskini, mpe naye fungu lake. Wabna sabili, na msafiri aliyeharibikiwa. Mara nyingi ikija ibnu sabili katika vitabu vya fiqh na kwenye Qur'ani, anayekusudiwa msafiri aliyeharibikiwa safari, yule ndo anaitwa ibnu sabili. Inakuja ibnu hapo kama kinaya, sawa sawa, manake inakuwa yule ana mwelekeo isipokuwa barabara yake au njia yake. Basi mpeni huyu msafiri aliyokuja akasema mimi nimekatikiwa na safari, sawa sawa. Dhalika, hayo yote, kumpa ndugu, kumpa masikini na kumsaidia msafiri aliyoharibikiwa, hayo yote khairun, ni pepo. Dhalika khair, hayo ni nini? Ni pepo. Lilladhina yuriduna wajha Allah, kwa wale wanaokusudia dhati ya Mwenyezi Mungu au radhi ya Mwenyezi Mungu. Wale wanaotaka kupata radhi za Mwenyezi Mungu, basi wajihimize sana katika kuyafanya hayo. Wa ulaika, na hao wanaofanya hivyo, humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu na kufuzu. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Rum, baada ya kueleza alama za kuonyesha dalili za uwepo wake, kwamba yeye yupo kwa dalili tulizoziona za malakuti na dalili za maisha yetu ya kawaida tangu tumeanza. Leo tena anajua, tushaelewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na tunapasa kumwabudu. Anakuja na ibada kubwa sana. Kumbe kabla ya ibada ya kuswali, kufunga, kuna ibada ya kusaidiana. Ibada ibada ya kusaidiana. Ndio maana akasema dhalika khairun, dhalika khairun. Ngoja nikufungulie, nikuongezee kitu. Wewe unaopenda kutoa mawaidha ukaunganishe, na unaotaka kujua uone. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, man afdalun nasi, man ni nani mtu bora katika watu? Akasema anfa'uhum linnasi, ni yule mwenye kuwanufaisha watu, ni yule mwenye kuwanufaisha. Huyo ndo hakumtaja mwenye elimu,
hakumtaja tajiri, hakumtaja nani, kamtaja mtu mwenye faida katika jamii. Tumswalie Mtume Muhammad. Ni yule anayedili na kushughulikia na huduma za kijamii. Unaona Uislamu Uislamu wenyewe unatufundisha sisi kudili na huduma za kijamii. Na ndivyo alikuwa hata mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasifiwa na Mwenyezi Mungu kwa wepesi wake katika huduma za kijamii. Anasifiwa katika wepesi wa huduma za kushughulikia jamii, kuwaondoshea jamii matatizo. Alafu ndo kuswali kidogo, kufunga kidogo, lakini wewe unadili na watu, ujue haja zao na matatizo yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ile kwa mara ya kwanza anakutana na Jibril alayhi salam, na anamwambia wewe ni mtume, wewe ni nani? Mtume. Ndio kwa mara ya kwanza. Ule wapi? Jabal Hira. Ile inaitwa Jabalun Nur, gari inaitwa gari Hira. Umeelewa? Lile jabali linaitwa Jabalun Nur, lile pango ndo linaitwa Hira. Umeelewa? Na maana kuitwa Jabalun Nur, jabali lile ukikaa Maka sehemu yote unaliona, alafu lenyewe liko tofauti na majabali mengine. Jabalun Nur, kwa watu waliokwenda Maka wanajua kama umefuatilia. Tumeelewana? Na ndio limetokeza kuliko majabali yote pale Maka mjini. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule alikutana na Jibril for the first time, kwa mara ya kwanza. Aliporudi nyumbani alikuwa anaogopa, akamwambia mkewe, zamiluni zamiluni, dathiruni dathiruni, nifunike mke wangu, nifunike. Anasikia baridi, alipata kijihoma cha woga, kwa sababu Jibril alayhi salam alimtia msuko kidogo, alimbana, akamtingisha. Na ndio kwa mara ya kwanza maskini anakutana na kiumbe kile, kisha akamwambia soma. Mimi si msomaji, soma mara 3. Kisha akamsomea Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana Iqra wa rabbuka alladhi mpaka mwisho. Mungu awajalie kila la heri. Sasa amerudi na woga, anaogopa, anamwambia mkewe, dathiruni, nifunike mke wangu, na homa nini. Sasa nimekutana na kiumbe, sidhani kama niko salama, nahisi kama kibwengo hivi, nahisi ni kama homa imempata ya msukosuko. Mkewe na Khadija radhiallahu anha, mkewe mtukufu Bibi Khadija anambia, la, abshir abshir, kuwa na furaha mume wangu. Anamtuliza, sawa, la yukhzika Allahu abada. Mungu, angalia wakati huu habari ya Mungu haijakuja, lakini binadamu kama binadamu, mwili wake unajua kama kuna nabe. Mungu hawezi akakuacha, hawezi akakuacha ukakutana na vibwengo huko mapangoni wala umetaani. Huwezi kudhurika wewe, huwezi kudhurika. Kwa nini? Nifunike bwana. Akamwambia, anamtajia mambo aliyokuwa nayo mume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Innaka
la tasilu rahima innaka, wewe una kazi ya kuhudumia jamii, unaunga udugu, ndugu unaweka pamoja. Watasduqul haditha, wewe mkweli, sawa. Watukri dhaifa, wewe unasaidia wageni. Watahmilul qalb, wewe unajibebesha mazito. Wataksibul ma'luma, wewe unagawa tabia zako na umri wako na kwa watu. Watuinu ala nawaibi dahri, na unajitokeza katika majanga, mafuriko, moto, umo. Swali Mtume Muhammad. Umeelewa? Anaambia huwezi wewe ukakuta matatizo, kwa sababu kazi yako ni hiyo. Wakati wote tunakuona mume wangu, wewe unadili na kuisaidia jamii katika haja zake. Kamtajia mambo kama 5 au 6 nilokutajia. Kweli wewe unasaidia wageni, wakija hapa wageni wanakuja kwako, lakini watu wenye majanga wewe ndio wanaokukimbilia na unawatatulia na kuwaondoshea majanga yao. Mtume, mume wangu, mimi nitakuchukua wewe, nitakupeleka kwa mjomba wangu, alikuwa anaitwa nani? Waraka bin Naufal. Nitakupeleka kwa mjomba wangu. Huyo Waraka bin Naufal ilikuwa ni mtu ambaye alisoma habari za Manaswara. Twende nikupeleke. Yule anajua wewe sio kibwengo hicho ukutana nacho. Akampeleka. Kufika kule, mjomba, nimemleta mkweo. Kuna 1 2 3 kaudi anatetemeka, nataka nimfunike mimi. Nikamwambia hapana, sio homa, anaogopa labda. Nieleze bwana Muhammad, umekutana nini? Akaeleza ile picha yote, akambalala. Innahu namus. Huyo ni namusi alikuwa akimjia Nabii Allah Musa na Nabii Allah wenyewe, watu wa Taurati na watu wa Injili. Jibril wanamuita namusi. Mimi na hakika wewe una jambo kubwa sana, wewe mtume. Wewe utakuwa mtume. Akasema laitani jazaa, natamani mimi niwe kijana wakati watu wa Maka watakapokufukuza nikutetee. Anamwambia mapema kabisa, mimi nishakuwa mzee, lakini natamani kipindi hicho unafukuzwa hapa, kwa sababu nimesoma habari zako, wewe utakuja na baadaye watakufukuza watu wako, laitani jazaa. Unajua jazaa, yani yule kinda linaweza kupiga vichwa nini. Natamani wakati huo mimi ni kijana mdogo, kama nitakuwa niko hai